Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za kimataifa zitasomwa na Roman Shirima na habari za biashara zitasomwa na Mohamed Jamal. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Mali za wahalifu wa dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni 3.34 zataifishwa. DPP wafutia kesi Mnifa na Chavala warudi uraiani. Na katika habari za kimataifa, Rais Trump asema hawataki wahamiaji kutoka nchi ya Somalia. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie jijini Dar es Salaam ambapo tunaelezwa kuwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini imetaifisha mali za wahalifu wa dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni 3.34 huku ikifanikiwa kukamata dawa za kulevya kilogramu 3799 katika kipindi cha mwezi Novemba 2025. Ulaki Msola anayo taarifa zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, Kamishna Jenerali wa mamlaka kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya nchini DCEA, Ali Taslimu, amesema mali hizo zilizotaifishwa ni za watuhumiwa wawili wa dawa za kulevya ambao ni Saleh Hamisi Basleman na Gawal Bachi Fakil. Mali hizo zinajumuisha nyumba, viwanja pamoja na magari. Maombi ya kutaifisha mali hizo yaliwasilishwa mahakamani hapo kufuatia uchunguzi uliofanyika na ikabainika kwamba watuhumiwa hao wanamiliki mali ambazo zilipatikana kwa njia za uhalifu wa biashara ya dawa za kulevya. Utaifishaji wa mali hizo umefanyika chini ya sheria ya mazao ya uhalifu sura ya 256 ikisomwa pamoja na sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya 200 na sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya namba 5 ya mwaka 2025. Chini ya sheria tajwa, utaifishaji wa mazalia ya uhalifu umewekwa ili kuwaondolea wahalifu uwezo wa mali na fedha pamoja na faida inayopatikana kutokana na uhalifu uliotendeka, hivyo kukosa nguvu ya kuendelea kutenda makosa ya uhalifu wa dawa za kulevya. Kuhusu operation nyingine iliyofanyika katika mwezi wa Novemba, Kamishna Jenerali Limo amesema wameweza kukamata jumla ya kilogramu 3799 za dawa za kulevya, huku watuhumiwa 84 wakishikiliwa, wakiwemo watuhumiwa wawili ambao ni Kathbeti Kalokola na Mariati Abdalla, wakazi wa Sinza jijini Dar es Salaam, ambao walikamatwa na dawa mpya za kulevya ambazo ni zaidi ya vidonge 724 zinazodaiwa kutumika katika matukio ya ubakaji pamoja na wizi. Katika operation nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, Ali Meshe mwenye umri wa miaka 39, Juma Mfano mwenye umri wa miaka 20, Rahimu na Mpanda mwenye umri wa miaka 28, Abubakari Ali mwenye umri wa miaka 20, Nurdin Rashidi mwenye umri wa miaka 36 na Faridi Rashidi mwenye umri wa miaka 33, wakiwa na kilogramu 90 za dawa za kulevya aina ya skanka zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya solar paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Scania lenye namba za usajili T 372 DFK linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Aidha, Kamishna Limo amesisitiza kwamba mamlaka hiyo kwa sasa imefanikiwa kuvunja mitandao 8 ya wafanyabiashara wakubwa wa dawa za kulevya nchini Tanzania pamoja na kuteketeza mashamba ya bangi na mirungi ekari 18, hali iliyofanya kusaidia kupunguza matumizi ya dawa za kulevya nchini. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuchukua hatua za makusudi za kimkakati kuhakikisha inazipatia ufumbuzi changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu hapa nchini. Taarifa inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Disemba 3, 2025 katika kilele cha maadhimisho ya siku ya watu wenye ulemavu duniani iliyofanyika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein, Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Dr. Mwinyi amefahamisha kuwa serikali inaendelea kuzingatia ushiriki na upatikanaji wa haki za msingi za watu wenye ulemavu
na kwamba hakuna mtu mwenye ulemavu atakayeachwa nyuma katika upatikanaji wa fursa za kijamii, kisiasa, uongozi na uwezeshwaji. Napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani kwa washirika wetu mbalimbali wa maendeleo wa ndani na nje ya nchi ambao wamekuwa bega kwa bega na serikali katika kuhakikisha haki na fursa za watu wenye ulemavu zinapatikana na kulindwa kama ilivyo kwa watu wa makundi mengine. Aidha, Rais Dr. Mwinyi amelihakikishia shirikisho na jumuiya za watu wenye ulemavu na Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu ushirikiano kwa kiwango cha juu kuzingatia tathmini changamoto zinazowakabili watu wenye ulemavu kwa lengo la kuzipatia ufumbuzi. Na kupongezeni kwa kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya ulemavu duniani kwa mwaka huu 2025 inayosema kukuza jamii jumuishi kwa watu wenye ulemavu ili kuendeleza maendeleo ya kijamii Zanzibar. Ni dhahiri kuwa kauli mbiu hii inakwenda sambamba na kuakisi sheria ya watu wenye ulemavu ya Zanzibar namba 8 ya mwaka 2022 na mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu ambao Jamhuri ya Muungano wa Tanzania umeuridhia mwaka 2009 kwa madhumuni ya kutekeleza. Yote haya yanafanywa na serikali katika kuhakikisha fursa sawa kwa watu wote na hakuna mtu anayeachwa nyuma katika shughuli za maendeleo. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa serikali inazingatia kikamilifu upatikanaji wa haki za watu wenye ulemavu katika nyanja mbalimbali ikiwemo ujenzi wa majengo ya afisa za umma, hospitali, skuli, miundombinu na barabara kwa kuzingatia mahitaji ya watu wenye ulemavu. Naye Kaimu Waziri wa Nchi, Afisa Makamu wa Kwanza wa Rais, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, amesema hatua ya serikali ya kutoa mikopo kwa watu wenye ulemavu kupitia mtu mmoja mmoja ni hatua muhimu inayoacha alama ya uongozi wa awamu ya 8 itakayowasaidia kujitegemea wenyewe. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mfanyabiashara na mwanamitandao Jennifer Joven maarufu Nifa na Mika Chavala ambaye ni mwandaa maudhui ya mtandaoni aliyekuwa akikabiliwa na kesi ya uhaini pamoja na mwenzake wameachiliwa huru na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam baada ya upande wa mashtaka kuonyesha nia ya kutoendelea na shauri hilo. Mwandishi wetu Goodluck Msola anayo taarifa zaidi. Hatua hiyo imefikiwa Disemba 3 wakati wa shauri hilo lilipopelekwa mbele ya hakimu mkazi mkuu Aaron Lyamuya kwa ajili ya kutajwa, ambapo wakili wa serikali Titus Aaron alisema shauri hilo lilipelekwa kwa ajili ya kutajwa, lakini DPP Sylvester Mwakitalu kwa mamlaka alionayo chini ya kifungu namba 92 kidogo cha kwanza cha mwenendo wa mashauri ya jinai CPA hana nia kuendelea kuwashtaki washtakiwa wote wawili. Baada ya kueleza hayo na upande wa serikali, wakili wa utetezi ambaye ni Peter Kibatala alisema kwamba wamesikia na hawana pingamizi katika hilo kwa kuwa ndio sheria inavyoelekeza, hivyo aliomba mahakama iweze kutamka kwamba washtakiwa wote wameachiwa huru. Hakimu Lyamuya aliwaeleza washtakiwa kuwa upande wa mashtaka umewasilisha ombi ya kuwafutia mashtaka chini ya kifungu kilichotajwa, hivyo mahakama imekubali ombi hilo na kueleza imewaachia huru washtakiwa isipokuwa kama washtakiwa wana jambo jingine. Washtakiwa hao wanakuwa ni miongoni mwa washtakiwa 1736 waliondolewa mashtaka na kuachiwa huru kati ya 2045 waliokuwa wakikabiliwa na kesi ya uhaini katika mahakama nchini kutokana na vurugu zilizotokea siku ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Washtakiwa hao wawili wameachiwa huru kufuatia msamaha wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoutoa Novemba 13 mwaka 2025 wakati akihutubia bunge jijini Dodoma kwa mara ya kwanza baada ya serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha pili kuweza kuingia madarakani. Nje ya mahakama wakizungumza na wanahabari, wakili wa upande wa kina Nifa ambaye ni Peter Kibatala sanjari na Nifa na Chavala pamoja na kuwashukuru wa Tanzania kwa kuwaombea katika kipindi chote wakapata wasaa kueleza mwenendo wa kesi ilivyokuwa. Namba 1 ni yes, kifungu ni hicho cha 92 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai ambacho kilitumika pia kuachia wale washtakiwa wengine ambao waliachiwa kwa makundi kadhaa hapo awali, na pengine kama kutaendelea kuwa na cases nyingine za namna ambazo ziko mahakamani bila shaka kama na wao watafutiwa mashtaka watafutiwa kifungu hicho. Kwa kifungu ni hicho almahususi.
kuhusu reason ya DPP kwamba kwa nini aliwaachia kwa mafungu kama nilivyosema, bahati mbaya sheria imempa mamlaka yeye, na bahati mbaya sheria haimhitaji kutoa sababu. Kwa labda mtu sahihi zaidi kwenye mazingira haya ni yeye mwenyewe aseme namba moja kwa nini labda amewaachia kwa mafungu namna hiyo. Na vitu ni vingi vya kisheria vya kimantiki, lakini mimi kama wakili nafurahi tu kwamba hawa ndugu wawili ambao ndio walikuwa wamebakia, ni ndugu kwa sababu wamekuwa ndugu huko walipokutana sasa. Kwa hawa ndugu wawili wameachiwa, na kama nilivyosema watakuwa sasa wanakwenda kufanya shughuli zao mbalimbali za ujenzi wa taifa, na sisi sasa kama nilivyosema tutapata nafasi ya kufanya mambo mengine, ili sasa la kina Nifa na Mika Chavala tunakuwa tumelitua kwa namna ambapo tumelitua. Asante sana Goodluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania imependekeza kufanyika kwa mkutano wa kitaifa wa maridhiano utakaowakutanisha serikali, viongozi wa dini, vyama vya siasa, wanaharakati na wawakilishi wa vijana, huku ikipendekeza kufanyika kwa maombi ya kitaifa kwa siku 3 yakihusisha waumini wa dini zote katika mikoa yote nchini ili kuliombea taifa amani. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Sheikh Dr. Ali Hadi Musa Salum, ameeleza hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa tamko kwa waandishi wa habari kuhusiana na kadhia iliyotokea Oktoba 29, siku ya uchaguzi mkuu. Kufanya maridhiano ya kisiasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yake, kukaa na viongozi wa vyama vya siasa pamoja na uwakilishi wa viongozi wa dini wanaoaminika, kutengeneza fikra njema, huru na misimamo thabiti ili kuunda mwanzo mpya wa kuimarisha mifumo ya kusaidia kuongoza nchi kwa kuaminiwa na wote. Kwa upande wake, katibu mkuu wa jumuiya hiyo, Dr. Askofu Israeli Maasa, amebainisha kuwa ni muhimu matumizi ya mitandao ya kijamii yakadhibitiwa kutokana na kuwepo kwa usambazaji wa taarifa zisizo na usahihi. Nadhani kama matumizi ya mitandao yakidhibitiwa, angalau kutakuwa na namna fulani. Matumizi ya mitandao imekuwa njia kubwa sana ya kusambaza uharibifu au jambo lolote lile ambalo lingeliweza kujitokeza. Asante sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya wilaya ya Chunya mkoani Mbeya imenunua moja ya mitambo ya kutengenezea barabara kupitia mapato ya ndani ya halmashauri hiyo ili kuweza kupunguza changamoto wanazokupana nazo wananchi, hasa katika kipindi cha mvua wakati wa kusafirisha mazao yao. Taarifa na Daniel Simarta kutoka Mbeya inafafanua zaidi. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Chunya Tamim Kambona amesema hayo wakati wa kikao cha kuapisha madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Chunya pamoja na kufanya uchaguzi wa kumchagua mwenyekiti wa halmashauri na makamu wake, ambapo amesema kuwa kupitia ununuzi wa mitambo hiyo watakwenda kuunganisha barabara zote katika kata zao. Sema kutokana na changamoto zinazowakabili wananchi wetu za barabara, kutegemea TARURA peke yake tutakaa hata miaka 20-25 tusiweze kufikia malengo. Ndio maana tuliamua kukubaliana tununue mitambo ya kwetu ya utengenezaji wa barabara, na ndio tuko kwenye hatua za mwisho kukamilisha kwa ile ambayo imesalia, ili tuhakikishe kila kijiji cha wilaya ya Chunya kinafikika. Kinafikika ukiwa na Corolla, kitafikika ukiwa na Prado, kitafikika hata ukiwa na bajaji. Na lengo hilo tumelidhamiria na tutafanikiwa. Na sasa nimeanza kuwashawishi wataalamu wangu, kama tumeweza hivi kwenye eneo la barabara, sasa tuangalie kwa mwaka unaofuata uwezekano wa kupata mtambo wa kuchimbia maji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Lupa Masache Njeru Kasaka amewaomba madiwani kutumia fedha za mapato ya ndani ili ziweze kununua mitambo ya kubebea vifaa vya ujenzi wa barabara vitakavyosaidia kurahisisha utengenezaji wa barabara hizo. Mitambo miwili ishanunuliwa na amezungumza hapa kwamba mtambo wa 3 uko njiani kufika. Jambo ambalo tutakuwa tumebakiwa nalo ni jambo la lobet. Kwa kuwa jambo tukano nalo ni jambo la lobet, mimi niombe kupitia baraza hili tuone namna ambavyo kama kuna fedha mahali tukafanya reallocation ili lobet iweze kununuliwa kwa wakati. Kwa kuwa madiwani hawa, mvua zikianza kunyesha, barabara zetu nyingi zitakuwa zimeharibika. Mitambo tunayo, isitukwamishe kufika huko. Tukipata na lobet itatusaidia
barabara zetu kwenda kutengenezeka kwa wakati na tutapunguza kelele kwa wananchi. Hata hivyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Chunya Kevin Jackson amewataka madiwani waliopata nafasi ya kuwakilisha wananchi wao wahakikishe wanasimamia mipango yote iliyopangwa ili iweze kukamilika kwa ufasaha. Madiwani wenzangu, kufuatia taarifa tuliyosomewa, tuna kazi ya ziada ya kuendelea kuisimamia, kuhakikisha kuwa yale yote yaliyokusudiwa kutekelezwa katika mipango na bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 yanakamilika kwa ufasaha. Nitoe rai kwa wataalamu wote kufanya kazi kwa weledi bila kulegalega, huku ukisimamia misingi ya utumishi wa umma. Tukifanya hivyo, tutakuwa tunawatendea haki wananchi wa Chunya. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Smelta kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wananchi 10,000 wa kata ya Iwungilo, halmashauri ya mji Njombe, wamekabidhiwa rasmi kituo cha afya baada ya kupata adha ya kusafiri umbali mrefu wa kilomita 40 mpaka 60 kufuata huduma za rufaa, jambo ambalo linaenda kuokoa maisha ya wananchi hao, hususan akina mama wajawazito na wagonjwa wa dharura ambao walikuwa hatarini kupoteza maisha. Taarifa na Ibrahim Godfrey Mlele kutoka Njombe inaelezea zaidi. Wakizungumza wananchi wa kijiji cha Iwungilo mara baada ya mkuu wa wilaya Njombe Juma Sweda kufungua kituo hicho cha afya, akiwemo Benjamin Runanilo na Joyce Nyoni, wamesema kupata huduma za afya katika maeneo yao ni msaada mkubwa kwao, kwani wanaenda kupunguza gharama kubwa za matibabu. Sasa au kuanzia leo nadhani hatutakwenda Uwemba tena. Tulikuwa tukiacha watoto wetu tunaenda huko, tunaacha watoto kwa muda mrefu, unaenda kujisubirishia mama ili ujifungue. Lakini kwa sasa tutakuwa jirani na huduma, kwa hiyo tunaipongeza sana serikali. Ina faida kubwa sana kwetu sisi kwa sababu kwa mara ya kwanza tulikuwa mbali sana na vituo kama kituo cha afya. Kwa hivyo tunaona kwetu sisi kitakuwa kimetusaidia kwa sababu gharama zitapungua. Mwanzo tulikuwa tunakwenda mpaka Ikonda, tutaka tuende huko au hospitali ya mkoa. Kwa sasa tunaamini tutakuwa tumefanikiwa kwa sasa. Kuna madawa yapo ya kutosha na vyumba vyote vinavyohitajika kutumika vipo, isipokuwa jengo la mama na mtoto bado kidogo. Joseph Miamba ni mwenyekiti wa kijiji cha Iwungilo, anasema licha ya jitihada za serikali kufungua kituo hicho muhimu kwao, ameiomba serikali kukamilisha baadhi ya majengo, huku mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Njombe Kurusum Sadiki akisema jitihada zinaendelea ili kukamilisha miundombinu ya kituo hicho kwa asilimia zote. Wananchi ni theater na jengo la mama na mtoto. Tunategemea serikali kuweza kukamilisha theater, na ndio kilio kikubwa sana cha wananchi kinachowagharimu maisha yao, kwa sababu wanasafiri muda mrefu kwa sababu ya swala la theater. Na pia vifo vinatokana sana vingi kwa ajili ya jengo la mama na mtoto nalo hajakamilika. Utaona nafasi ya mama na mtoto wanazao vifo. Kituo tunaendelea kujenga, kama tujenga vituo vingine vya halmashauri, ni mapato yetu ya ndani ya halmashauri. Tunapokuwa tunakusanya kodi, basi tumeweza kujenga kituo. Na tunawaahidi tuendelea kumalizia mpaka kituo chote kitakamilika, muweze kupata huduma zote mnazohitaji. Mara baada ya kufungua kituo hicho, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda amepongeza jitihada za serikali kusogeza huduma karibu na wananchi na kusema amejiridhisha kuwa watumishi wa afya katika kituo hicho wapo wa kutosha tayari kwa kuwahudumia wananchi. Nimeona dawa zipo za kutosha, nimeona maabara, vijana wapo kwa ajili ya kufanya uchunguzi pamoja na huduma zingine. Kwa tunaamini hasa hivi sasa macho yetu yameelekea hapa, kwamba sasa wananchi wa Iwungilo ambao mlikuwa malalamiko ya muda mrefu sasa yafikie mwisho. Na naamini leo yanaanza kufikia nini? Kwa sababu tayari serikali imeshaleta wataalamu wako tayari kwa ajili ya kuhudumia. Wananchi wa vijiji vya Ngalanga, Iwungilo, Igoma na Uliwa ndio wanaenda kuwa wanufaika wakubwa na kituo hicho cha afya. Kutoka Njombe hapa katika kijiji cha Iwungilo hapa mkoani Njombe, TVE Habari, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo.
Halmashauri ya Manispaa ya Ubungo imewaapisha madiwani wa halmashauri hiyo pamoja na kufanya uchaguzi wa nafasi ya mstahiki meya wa manispaa hiyo, ambayo diwani wa kata ya Goba Lawrence Mlaki amepata ushindi wa nafasi hiyo na kuahidi kusimama vyema katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na upatikanaji wa mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Tuungane na Mrisho Mapeyo kwa taarifa zaidi. Akizungumza mara baada ya kupata ushindi huo, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo Lawrence Mlaki amesema mpango wake ni kuhakikisha anashirikiana na madiwani kubuni miradi itakayosaidia kuongeza mapato ya halmashauri pamoja na kuimarisha uchumi wa mtu mmoja mmoja kwa kusimamia vyema upatikanaji wa mikopo ya 10%. Aidha, Mlaki amesema anatambua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa halmashauri hiyo, hususan suala la ukosefu wa huduma ya maji safi. Hivyo miongoni mwa vipaumbele vyake ni kushughulikia kero za wananchi. Taendelea kubuni miradi mbalimbali ya maendeleo na kukamilisha miradi ambayo ilikuwa mwaka wa fedha wa nyuma. Kero zote ambazo ziko kwenye manispaa yetu ya Ubungo, kero za maji, kero za barabara, tunakwenda kuzisimamia sana. Lakini vile vile issue ya mikopo, 10% ya mapato yetu ya manispaa inakwenda kwenye mikopo kwa ajili ya vijana, kina mama na watu wenye ulemavu. Tayari tuna vikundi ambao tumeshaanza kuwakopesha na tunakwenda kuvisimamia, lakini vile vikundi tunataka tujaribu tunawapa hata elimu ya biashara, elimu ya fedha ili waweze kujikwamua kiuchumi zaidi. Kwa upande wake, aliyekuwa mstahiki meya wa halmashauri hiyo ya Ubungo kipindi cha miaka 5 iliyopita, Juma Jafari Nyaigesha, ameahidi kuendelea kushirikiana na mstahiki meya wa halmashauri hiyo katika kushughulikia changamoto za wananchi. Ndani ya kata ya Ubungo miradi iliyofanyika ni mikubwa sana. Nitangulie kusema, ukienda shule ya Ubungo National Housing kulikuwa hakuna sekondari pale, lakini leo tuna sekondari tena ya ghorofa. Ukienda shule ya sekondari Urafiki tuliweka madarasa 11 yako pale. Lakini kwa upande wa vituo vya afya tuna kituo cha afya Msewe, zahanati ya Msewe ambayo tuna wodi ya wazazi. Kuna kivuko cha wenda kwa miguu Ubungo Kisiwani, ni kivuko kikubwa sana ambacho kimejengwa na halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Lakini kwa sasa ukienda barabara ya Makaburini, mkandarasi uko site anaendelea na kazi. Lakini tuna mradi wa DMDP ambao tunakwenda kujenga barabara ya lami pale Ubungo Plaza mpaka NHC hadi Royal Njombe hadi shuleni. Na baadhi ya madiwani wa halmashauri hiyo akiwemo diwani wa kata ya Mbezi Pius Nyantori na diwani wa kata ya Kibamba Otaigo Mwita, mara baada ya kuapishwa, wameeleza changamoto za wananchi zilizopo kwenye kata zao na namna ambavyo wanakwenda kuzishughulikia. Nitahakikisha naisimamia halmashauri vizuri na kuhakikisha miradi yote ambayo ilikuwa haijatekelezwa ni hakikisha inatekelezwa, lakini pia ni hakikishe miradi mingine mipya, tunaibua miradi mipya kwa ajili ya kuhakikisha tunaleta miradi kwenye kata yetu ya Mbezi. Lakini pia tutahakikisha tunatafuta fursa nyingi hasa kwa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu, lakini kwa watu wote ili waweze kunufaika na halmashauri yao, lakini waweze kunufaika na kata yao ya Mbezi. Katika maeneo yetu ya Kibamba, changamoto kubwa ni hizi barabara zetu za ndani za kuunganisha mtaa na mtaa. Lakini kuna vivuko vya kaza wa kaza ambavyo vinatakiwa tuvikazie mkazo ili kuhakikisha kwamba Kibamba inaunganika, lakini inaunganika katika barabara za ndani lakini vivuko. Lakini kitu kingine ni kuhakikisha kwamba kila mwana Kibamba anapata maji safi na salama. Kwa hiyo ni moja ya vitu ambavyo naenda kuifanyia kazi. Lakini katika upande wa afya, katika sehemu mbalimbali za mitaa kama mtaa wa Kiruvya, lakini pia mtaa wetu wa Kibamba, kuna uhitaji wa kuwepo kwa zahanati, na hiyo ni moja ya kipaumbele ambayo tunaenda kukifanyia kazi kuhakikisha kwamba wana Kibamba wanapata huduma za afya. Lakini kuna zahanati pia ya Kibwegere ambayo imekuwa zahanati muda mrefu, na sasa tunataka kuipandisha hadhi tuifikishe katika kuwa kituo cha afya ili iweze kufanya kazi masaa 24, lakini kuwahudumia wananchi wengi wa kata ya Kibamba lakini pia na kata jirani. Vijana nchini wametakiwa kuacha kukubali kutumika katika misingi inayoweza kuhatarisha amani ya taifa, kwani mustakabali wa nchi mbali na kutegemea busara za viongozi, pia unategemea utulivu na busara za kizazi kipya. Recho Chacha na taarifa zaidi ambayo inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam kada wa CCM ambaye pia ni mkurugenzi Msama Promotion Alex Msama wakati akipongeza hotuba ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyoitoa Disemba 2 alipokutana na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, ambapo amesema hotuba hiyo imetoa mwanga mkubwa wa Tanzania na imeondoa wasiwasi kwa kugusa kila nyanja ya jamii. Amesema hotuba ya rais imekemea wazi maeneo yenye kasoro, ikiwemo vitendo vya baadhi ya watumishi wa dini kujihusisha na siasa
jambo alilosisitiza kuwa linaweza kuathiri misingi ya amani na umoja wa nchi. Ameongeza kuwa ujumbe wa rais umetoa dira ya kulielekeza taifa katika utulivu, huku ukiwatoa wananchi wasiwasi na kuimarisha imani ya kuendelea kuishi kwa umoja. Tunaomba vijana, acheni kutumika. Mnaumia ni nyinyi vijana. Hao wamekaa pembeni, wengine wamejificha huko mataifa nje. Nyinyi ndio mnaumia, mnapata shida. Msitumike. Tunashozungumza na wazazi na wazee kwamba muambie wale vijana ambao wanakuwa hawasikii, kwa sababu kuna methali sema asiyefunzwa na wazazi wake atafunzwa na walimwengu. Walimwengu wapo, liko jeshi la polisi na liko imara kabisa kuhakikisha kwamba linalinda mali za wananchi, linalinda usalama wa nchi wetu, linalinda na usalama wa wananchi, kuhakikisha kwamba wananchi waishi kwa amani katika taifa hili la Tanzania. Aidha, ametoa rai kwa wazee nchini kuzungumza na wajukuu zao na kuhakikisha hawadanganywi na watu kutoka mataifa ya nje wanaoweza kuchochea vurugu, huku akisisitiza juu ya umuhimu wa kuelimisha vijana kutosukumwa na propaganda. Mimi nitoe rai kwa wazee ambao walikuwepo jana na wazee ambao hawakuwepo jana. Ni waombe wazee wana watoto, wazee wana wajukuu wao, wazungumze na wajukuu wao, wazungumze na watoto wao, kuhakikisha kwamba wasidanganywe na watu walio mataifa ya nje. Wale wako kule na watoto wao, wanaishi maisha mazuri, wao wanatumia simu zao kutaka kutuletea sisi kama matatizo makubwa. Tuangalie, hakuna taifa yote ambalo limeanza chokochoko likaishi kwa amani. Wenzetu Sudani ya Kusini, Sudani hapo jirani, na mataifa mengine mnaona hakuishi kwa amani. Sisi hatutaki hayo matatizo. Wahitimu wa kidato cha 4 shule ya sekondari Com Manispaa ya Shinyanga wametakiwa kujenga nidhamu ya matumizi ya teknolojia na kutanguliza maadili katika safari ya kutimiza malengo yao ya baadaye. Movita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Katika mahafali ya 17 ya kidato cha 4 katika shule ya sekondari Com, wito huo umetolewa kwa vijana kuepuka utegemezi wa mitandao ya kijamii na badala yake kuitumia kwa manufaa, ikiwemo kujifunza na kuongeza maarifa yanayowaandaa kuwa viongozi bora wa baadaye. Nadia Risawe ni mgeni rasmi katika mahafali hayo, amesisitiza kuwa msingi wa mafanikio ya kijana yeyote unajengwa kupitia maadili na uwajibikaji, huku akiwataka wahitimu kutumia elimu walioipata kama chachu ya kubadilisha jamii. Endelee kuwapa malezi mema vijana wetu. Sasa hivi wanaenda kurudi majumbani kule. Pale ambapo walimu wameishia, hebu na sisi tuanzie hapo na kuendelea. Tuhakikishe watoto wanakuwa katika mazingira ambayo ni salama, wawe na, kama ni marafiki, wawe ni wale marafiki ambao unaona kabisa kwamba anaendana na maadili ambayo katika familia mnayakubali. Kwa upande wake, mwalimu mkuu wa shule hiyo Grace Mutabilwa amesema taasisi hiyo inaendelea kuwekeza kwenye matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kulinda mazingira na kupunguza gharama za uendeshaji, hatua inayolenga kuwafundisha wanafunzi muhimu wa kuhifadhi mazingira. Wa gesi kwa ajili ya kupikia, yani LPG, liquefied petroleum gas, kutoka kampuni ya Taifa Gas, ambao umerahisisha shughuli za uandaji wa chakula, na vile vile mfumo huu umepunguza matumizi ya kuni kwa kiasi kikubwa na pia umeongeza ubora wa chakula. Katika kupambana na uharibifu wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, tumefanikiwa kupanda miti mingi ya vivuli na matunda na pia kuhakikisha mazingira yanapendezeshwa kwa uwepo wa maua mbalimbali. Mafanikio makubwa, tumeweza kuanzisha bustani ya mboga, nyanya pamoja na shamba la migomba. Na mpaka sasa tumepanda miche ya migomba 650. Katika risala yao iliyoongozwa na Edita Edison, wahitimu wameahidi kuwa mabalozi wazuri wa shule hiyo na kutumia elimu walioipata kujenga mustakabali wao. Wanafunzi tunahitimu leo, tulianza kidato cha kwanza na leo tunahitimu tukiwa wanafunzi 136, kati yetu wavulana ni 79 na wasichana 56. Ndugu
mgeni rasmi, katika safari ya masomo yetu kuanzia kidato cha kwanza hadi sasa tumejifunza mambo mengi sana yatakayotusaidia katika maisha yetu yajayo. Naye mkurugenzi wa shule ya sekondari Com Jackton Koi amewataka wahitimu kusikiliza na kutii maelekezo ya wazazi pamoja na kujiepusha na makundi yenye mienendo isiyo na maadili, akisisitiza kuwa msimamo na nidhamu ndio nguzo ya kufikia malengo ya maisha yao. Mshikilie nidhamu. Tunaamini mnakwenda likizo ndefu kabla ya kwenda form 5 na wengine watakao kwenda vyuo. Kwa hiyo muichukue shule kama daraja, kwamba mnakwenda kuendelea na masomo. Tutegemee kukutana na mainjinia baadaye, tutegemee kukutana na madaktari, tutegemee kukutana na walimu kama walimu wenu, tutegemee kukutana na watu katika tasnia mbalimbali. Mkutano wa kwanza wa madiwani wa Singida vijijini umefanyika ambao umemchagua Elia Diga kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Singida vijijini. Amini Nyaungo anayo taarifa zaidi. Katika uchaguzi huo, Elia Diga amepata kura 29 za madiwani wote, akiwa sambamba na makamu mwenyekiti Dhuma Saidi naye pia amepata kura 29. Na hivi ndivyo matokeo hayo ya uchaguzi yameweza kutangazwa na Naima Chondo ambaye ni katibu tawala wa Singida vijijini. Mshindi kwa nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ni Mheshimiwa Elia Diga Mlangi. Makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya Ilongero ni Mheshimiwa Dhuma Saidi Nyangoi. Hongereni sana viongozi wetu. Baada ya uchaguzi huo, je, malengo ya mwenyekiti wa halmashauri hiyo pamoja na msaidizi wake yakoje? Lakini pia mkurugenzi wa halmashauri naye pia ameweza kuwakumbusha kazi iliyofanyika. Niombe tukasimamia mapato. Hili gap lililobaki linahitaji hela nyingi sana. Tupambane kukusanya bilioni 1 iliyobaki, sio kazi ndogo. Chama cha Mapinduzi, sisi madiwani tulikuwa tunatembea na ilani ya Chama cha Mapinduzi, tunainadi. Mle ndani kuna hadi za chama. Tumesema kwa wananchi. Niwaombe sana wakuu wa idara, watumishi wote. Niwaombe sana kila mmoja awe na kile kitabu kile kwenye ofisi yake, akikague, angalie kwenye idara yake kuna kitu gani Chama cha Mapinduzi kimewaahidi wananchi. Tutashirikiana na tutakuwa wamoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika baraza lililopita ambalo waheshimiwa madiwani wengi wamerudi, tulifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa. Timu ya wataalamu na timu ya waheshimiwa madiwani pamoja na waheshimiwa na mheshimiwa mbunge tuliweza kushirikiana vizuri na tunaona yale yote ambayo tuliweza kuyafikia. Katika halmashauri hii hakukuwa na migongano kati ya waheshimiwa madiwani, wabunge pamoja na mkurugenzi na timu yake ya wataalamu. Kwa upande wa mbunge wa jimbo la Ilongero, Haidaral Gulamali, naye ameweza kutoa neno. Mimi pia ni diwani mwenzenu. Niwaombe chonde kwa miaka 5 hizo tusizalishe makundi. Tusizalishe makundi. Tusiwe na mvutano. Mwisho kabisa, katibu tawala wa mkoa wa Singida Dr. Fatuma Mganga naye pia ameweza kuzungumza katika kikao hicho. Tumeshuhudia sote kila kiapo cha uadilifu, kiapo cha uchapakazi, na mheshimiwa mbunge ametukumbusha twendeni tukaishi viapo vyetu. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari.